Ngoja tuzungumze na wadau ambao wamejitokeza katika mchezo huu, lakini kulia kwangu naona hapa kuna mdau mwingine wa michezo. Huyu ni miongoni mwa wachezaji wa mpira, ni mtu ambaye kacheza mpira, lakini kwa faida ya watazamaji wetu, yeye mwenyewe anataka pia aweze kujitambulisha ili pia sasa watazamaji wetu waweze kumfahamu kwamba yeye ni nani, lakini pia abaye kupita katika vilabu vipi. Bwana vipi ndugu yangu? Tunashukuru Mungu. Vipi bwana? Bwana chwali. Kwa majina? Kwa majina naitwa Mwalami Abdalla au jina la maarufu yani kwenye mambo swala soka naitwa Kabulu. Okay. Bwana Kabulu, pengine unaweza kutuambia, tumeshuhudia mchezo huu dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwako wewe ambaye ni mdau wa michezo lakini pia ni mchezaji wa masuala mpira wa miguu, unahisi timu hizi ni kwa nini wameshindwa kufungana ndani ya kipindi hiki cha kwanza? Kwanza nashukuru wameonyesha mchezo mzuri, wote wameonyesha ushindani timu zote mbili. Nilichokuja kugundua kwa nini mchezo mgumu, kumbe hii nilikopo ni timu moja. Kwa hiyo imegawanyika kutokana na upinzani, tulete upinzani. Kwa hiyo mchezo hauwezi kuwa rahisi kama unavyojua wewe ukiwa na mdogo wako. Lazima kutakuwa kwenye kugombea kitu, lazima kutakuwa na upinzani kwa sababu haiwezekani ukamshinda afu ukawa karibu naye. Kwa mfumo huo unaweza kaniambia kwamba hawa kama ilikuwa ni timu moja, maana yake kitokea hapa sasa hawa kuna mwingiliano mwambini. Kuna mwingiliano mbinu kwa sababu nasikia sina hakika sana, lakini nasikia wanafanya mazoezi pamoja. Wametengana baada ya kutokana na ile bonanza, wakaamua tutengane bwana, timu ya bondeni na timu ya chini. Lakini wote ni timu moja. Kwa hiyo kila mtu anamjua mwenzake, kama huyu hapa atapiga, huyu hapa atafinya, yani ni rahisi sana kukabana. Na usipoangalia huo mchezo kwa jinsi wanavyocheza, utafika mpaka kwenye hatua za matuta. Sidhani kama kutakuwa kuna goli kwa sababu ni mchezo ambao unatumia nguvu, ni mchezo ambao unatumia kila mtu anajiami. Japokuwa naona wa timu ya bondeni walikuwa wanapeleka juu, nahisi wana advantage kubwa kushinda, lakini bado sijaona kutokana wanakimbiana sana. Naona yule striker yuko peke yake na yule striker timu nyekundu naye anakimbia pembeni, kwa hiyo sioni kupata goli kwa rahisi hivyo. Sidhani kama kwa dakika hizi 90 kutakuwa na goli, labda kwenye matuta. Naam, ndugu Kambua anasema kwamba kwa yeye, kwa maono yake haoni kama kuna timu yote ambayo inaweza ikatikiza nyavu za mwenzie, labda tuweze kufika kwenye muda ule wa matuta, na tunaamini kwamba penalti Waswahili wanasema hazina mwenyewe. Kamburu, mimi bado narudi tena kwako. Tumeshuhudia ni mchezo mzuri sana ndani ya dakika hizi 45. Unahisi sasa ni kitu gani ambacho labda kwa makocha wetu wawili waweze kukifanya katika kipindi hiki cha pili? Kwa wale wabondeni wanapeleka huko wale jezi za dark blue, wasimkimbie ile striker wao, maana naona kila touch anagusa yeye, lakini kukiwa na usaidizi karibuni wanaweza kupata goli. Afu vile vile hapa wekundu wanacheza sana wide, afu uwanja unahitaji kucheza wide, wanabidi wajazane ndani ili kufanya makosa. Mchezo bila mtu kufanya makosa kwenye kiwanja kama hiki huwezi kupata ushindi. Lazima umlazimishe beki asipate nafasi ndio upate goli, lakini mkisema mchezo hivi kwa kiwanja hiki sidhani kama utapata magoli. Huu ni mchezo ambao wa kuforce, kulazimisha, yaani tupige pale kati wafanye makosa tupate goli, lakini kwa staili ile nimependa wanapocheza. Jamani, hakuna fujo, hakuna marafu yale ajabu ajabu, japokuwa mpira kwenye rafu zipo. Napenda refa mwamuzi akiendelea kuwa fair kama hivi, tutaona mchezo mzuri. Kamburu, ndani ya sekunde kadhaa tumeshuhudia mechi hii imeweza kuhudhuriwa na kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa serikali za mtaa maeneo haya. Kwako wewe kama mchezaji ambaye umepita katika vilabu vingi, tukio hili na huyu ni mechi ya Chandimu, lakini imeweza kuhudhuriwa na mwenyekiti wa serikali za mtaa ambaye ni mbadala wa serikali, una kipi cha kwenda kuwashauri vijana hawa ambao wanaendelea kushiriki katika mchezo huu? Kwanza wamepata fursa, wamepata fursa kutokana na mwenyekiti ameacha mambo yake, na leo siku ya kazi Ijumaa, yani ametoka mbali, amekuja kufanya kazi yake. Nadhani ana kazi nyingi za kufanya, lakini kwa sababu anawapenda wananchi wake na anapenda nini, kutokana hata viwanja vikubwa kuna siku nyingine tunacheza mashindano makubwa na hatuwezi kupata mwenyekiti. Kwa hiyo watumie fursa, wamuoneshe mchezo mzuri ili kesho na kesho kutwa wafanye vitu, kwa sababu mpira fursa. Sio wenyewe, kuna muda mwingine tunaendesha maisha yetu kupitia mpira. Kwa hiyo wakiwasilishia hapa hii kama changamoto, akionekana watoke hapa waende kwenye viwanja vikubwa. Mpira una hela, tunaona wachezaji wadogo wana umri mdogo wanagombea kwa hela kubwa. Kwa hiyo mimi nimecheza, nimeona mpira una hela, unaweza kufanya mambo yako na usiwe maskini kupitia mpira. Kwa hiyo mwenyekiti ametupa fursa, na sio kama mashindano ya Chandimu yanazawaliwa, hapana. Huko mjini kuna mashindano ya Chandimu, watu wanaweka bodaboda, wanaweka mamilioni ya hela. Kwa hiyo sio hapa mwenyekiti kama anaamua kwa support, basi akichongo kidogo waamue kucheza hapa, kwa sababu kuna mashindano hadi ya beach soccer wanacheza kama hivi, na zinawekwa hela nyingi hadi timu ya taifa beach soccer hivi. Kwa hiyo sio hapa anaweza akachukua timu ya taifa beach soccer. Kuna ligi zinachezwa za Misri za soka za beach soccer hizi mchangani. Kwa hiyo anaweza kupata fursa. Hujui Mungu kuandalia nini. You never know, tupo kwa sababu ya kufanikiwa. Shukrani sana lakini nadhani baadaye sasa tutaonana tena baada ya tamati ya mchezo. Naam, huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao ashakufanya vitu vingi sana katika nchi yetu na ashakujitambulisha kwa jina lake mwenyewe. Ngoja sasa tukashuhudie dakika 45 za kipindi hiki cha pili. Baada hapo tutarudi kuweza kuletea tathmini ambazo zinaenda kutokea katika uwanja huu. Tupo maeneo ya Kigogo Fresh B, lakini mchezo huu umeweza kuhudhuriwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bi Rehema Lubamande. Yeye ndio mgeni rasmi katika tukio hili ya leo. Twende pamoja katika kushuhudia mchezo huu wa kipindi cha pili.